Zaburi sura ya 50 mstari Zaburi sura ya 50 mstari wa 16. Bali mtu asiye haki Mungu amwambia, una nini wewe kuitangaza sheria yangu na kuliweka agano langu kinywani mwako? Una nini? Yani kwa maneno mengine, kwa nini unatangaza wakati hauna haki? Kwa msingi huo unachukua nyimbo ya Katoliki unaiimbia kanisani kwa Wapentekoste, definitely unauingiza ukatoliki ndani ya Upentekoste. Kwa nini tunajiita Wapentekoste? Basi jambo hilo linapaswa kanisa lijitenge na vitu vya namna hiyo. Kama tunasema sisi ni kweli tunafata neno kama lilivyo, hatuwezi kusikiliza, hatuwezi kuimba nyimbo za Wakatoliki, hatuwezi kuimba kwa msingi huo wowote, hata kama nyimbo ni nzuri, sio ni sasa. Tuna nyimbo za Wasabato, huwezi kusikiliza nyimbo za Wasabato. Kuna nyimbo nyingi za Katoliki ambazo hazijawekwa maneno ya kuongeza. Okay. Yani zina maneno ya Biblia asilimia. Okay. Yani lile la Mungu limeimbwa na Wakatoliki kwa staili zao na namna zao. Nyimbo za namna hii mtu akiimba, mfano kuna nyimbo inaitwa ni maarufu sana. Ile nyimbo ni maarufu sana. Inasema nimeona maji yakitoka hekalu. Hii ikoje? Kwa hiyo kuna mahali kwenye Biblia anasema maji yametoka hekaluni. Kwenye Biblia kuna maji yametoka hekaluni? Hiyo nyimbo inasema nimeona maji yakitoka hekaluni. Mkono wa kuume. Nafikiri ipo kwenye kwa maana ya mkono wa kuume. Okay. Hai. Kwenye Ufunuo wa Yohana akisema sasa iko hivi. Mtu aliyeokoka ndani mwake anakaa Mungu. Mtu ambaye hajaokoka ndani mwake anakaa nani? Shetani. Yani automatic tu ni hivyo. Twende kwa maandiko basi. Mbona simple? Hiyo ni rahisi. Hiyo ni rahisi. Twende kwa maandiko na utuonyeshe maandiko ambayo yanaonyesha Mkatoliki hajaokoka. Simple. Ni simple. Hiyo yote ni rahisi sana. Biblia inaeleza inasema hivi kwanza waraka wa kwanza Yohana 3:9, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 9 unasema hivi, inasema hivi: kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao. Maana hapa tunajifunza kwa mistari hiyo, kuna watoto wa Mungu na watoto wa Ibilisi. Watoto wa Mungu ni wapi sasa? Yohana 1:12, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Tunampokeaje? Yani swali hapo lipo. Umempokea vipi? Simple. Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Kuna Warumi 10 mstari wa 9 mpaka wa 10. Warumi 10 mstari wa 9 mpaka wa 10 nasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo lazima mtu akiri kwa kinywa chake kuupata wokovu. Inafahamika Wakatoliki wanapinga kwamba kuna kuokoka duniani, wanakataa habari ya kuokoka duniani. Na kwa sababu wanakataa, maana yake hawajaokoka. Na kwa sababu hawajaokoka, maana yake sio watoto wa Mungu, ambao maana yake hawajampokea huyo Yesu Kristo. Na kama hawajampokea, sio watoto wa Mungu. Na kama sio watoto wa Mungu, ni wanani? Wa Ibilisi. Automatic tu. Wa Ibilisi. Biblia hapo imesema wa Ibilisi, sio? 3:9 mpaka 10 waraka kwanza Yohana inazungumza hivyo. Okay. Na kwa sababu mtoto yoyote wa Ibilisi ndani mwake kuna kuwa na Ibilisi. Kwa namna ile ambavyo mtoto wa Mungu ndani mwake kuna kuwa na Mungu. Wakorintho wa kwanza 6:19 inasema sisi tumefanyika ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Maana yake mimi nikitunga wimbo, anayeniongoza kutunga ndani mwangu ni nani? Ni Roho Mtakatifu, huyo Mungu huyo. Maana yake mtu ambaye hana Roho Mtakatifu anaongozwa na nani? Na shetani aliye ndani mwake. Kwa issue sio kusema Yesu. Issue sio kusema sijui mkono wa kuume sijui. Issue sio kusema maji yanatiririka. Kwa sababu hata shetani ana uwezo wa kutaja. Kuna wako zamani wakati tunasali kanisani